Mtazamaji, mimi ni Afonsi Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni siku nyingine tena, siku ya Jumapili ya tarehe 8, na tuko katika huduma ya Revival International. Huduma hii ni huduma ya kiroho, lakini inapatikana hapa katika mtaa wa Erangau, kata ya Terati, jijini Arusha, na mwanzilishi wa huduma hii anafahamika kwa jina la Dr. Jonas Michael. Nikizungumza dokta, maana yake ni ile dokta ya usomi. Tuna mengi ambayo tutazungumza naye, kwa sababu huduma hii tangu ianze sasa hivi na kama miaka mitatu. Maana yake nimeelezwa kwamba kesho, siku ya Jumatatu, ndio inatimiza miaka mitatu, lakini ni huduma ambayo kwa kweli Mwenyezi Mungu ameipandisha kwa viwango vikubwa zaidi. Dokta, habari ya uzima? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Tuko salama. Unajisikiaje kuitwa dokta? Kwa namna nyingine najisikia vizuri kwa sababu ya bidii na nguvu na muda na uwekezaji wa fedha katika kusoma. Kwa sababu mimi udaktari wangu sio wa heshima. Ni udaktari ambao nimesoma darasani, nilifanya mitihani, niliandika research, kapeleka kwa maprofesa, wakapitia, wakaona zimekaa vizuri zile thesis zangu. Baadaye nika graduate. Kwa hiyo sasa hivi niko na PhD 3. Zote za udaktari. Zote za udaktari. Kwa hiyo PhD yangu ya kwanza ni udaktari wa theolojia ambao nilisomea Marekani, nika graduate mwaka 2017. Alafu baadaye nikaanza PhD ya pili ya practical ministry ya huduma ambayo yenyewe nilikuja graduate mwaka 2019. Baadaye nikaanza PhD ya tatu Doctor of Divinity ambayo yenyewe nimemaliza mwaka jana. Kwa tukizungumzia masuala ya Biblia yako vizuri, hata kama tunamtafuta Mungu, lakini pia tusome. Ni muhimu sana, kwa sababu tusipokuwa tumesoma tunaweza tukaanza kuwapotosha watu. Tutaanza kuwapa watu maono yetu, mafunuo yetu, lakini sisi tunataka kufundisha ile injili ya kweli ambayo inaweza kuwaweka watu huru na kumjua Mungu, na mwisho wa siku sisi duniani ni wasafiri, lakini kuna mahali tunaenda. Ulijikutaje sasa umekuwa mtumishi? Nashukuru sana. Mimi niliokoka mwaka 95. Nikiwa bado mdogo, miaka 12, na nilifika mahali yakuta kuna mama alikuwa anahubiri mkutano wa injili, alikuwa anaitwa Sister Rudi Alwambe kule kwetu Dodoma. Basi nikapita hapo nikiwa darasa la 3, nikasikia mahubiri, baadaye nikasikia ndani mguso wa kuleta kuokoka. Kwa nikaenda hapa nikaokoka. Yule mama akaanza kunitrain kwenye mambo ya huduma. Mwaka 96 nikaanza kuingia kwenye huduma kuhubiri. Basi mpaka sasa na miaka 30 nimekuwa nikihubiri habari njema za wokovu. Toka nikiwa na miaka 13 nimeanza kuhubiri, lakini nimeokoka na miaka 12, na kwa neema ya Mungu nimefanikiwa kuhubiri nchi zaidi ya 55 duniani. Nimekuwa nchi nyingi za Asia, nimeenda mpaka Pakistani kule, nimehubiri majimbo 7 kule, mpaka kule ndani walikomoa Osama bin Laden mimi nimeingia huko kuhubiri. Lakini pia nilikuwa nchi kama Sweden, Ulaya, nilikuwa Turki, nilikuwa Denmark, nilikuwa Ireland, nilikuwa Ujerumani, nilikuwa Switzerland, nilikuwa nchi nyingi za Afrika. Lakini pia nimekuwa Marekani, majimbo mengi, karibia majimbo 25 ya Marekani. Sasa mwezi huu wa pili ndio nimefikisha majimbo 25. Nilikuwa na ziara, nilianza mwezi wa 3, nimemalizia mwezi wa pili. Kwa hiyo nimerudi na wiki 2 tutoka nimetokea Marekani, ambako nilikuwa New York, nilikuwa jimbo la New Jersey, nikawa jimbo la Alabama, nikawa jimbo la Mississippi, nikawa jimbo la Louisiana, baadaye nikamalizia ziara yangu jimbo la Florida. Bako la Florida pale peke yake nilitoka karibia miji 13. Nilikuwa Orlando, nilikuwa na miji mingine pale. Kwa hiyo ndio wito wangu nilivyoitwa kwanza kumtumikia Bwana. Nimekuja hapa, wakati nimekuja nimeona bendera nyingi. Hiyo inatafsiri kwamba ndio hizo nchi ambazo umeenda? Bendera hizi nyingi ambazo tumeweka hapa ni nchi nyingi ambazo nimeenda. Lakini hizi ni chache kulinganisha na nchi ambazo nimeenda. Kwa sababu hapa tumeweka karibia bendera 40, lakini nimeenda nchi 55. Kwa hiyo mataifa mengi ambayo tumeweka bendera hapa ni yale ambayo nimeenda kuyatembelea kwa kuhubiri na kufanya ziara za kitume ambazo nimekuwa nikizifanya, na wakati fulani nilikuwa na ziara nchi 20 ndani ya mwaka. Kwa hiyo nilikuwa niko busy sana katika kutoka kuzunguka huko na kule. Dokta, watu wengi wana tabia moja. Ukikuta watumishi wengi wanakuambia, mimi bwana Mungu ameniita. Nilikuwa nimelala tu hivi nikaota, nikashangaa sauti, mwisho wa siku nikafungua kanisa. Yeye haendi shule, hafanyi nini, haamini katika kusoma, yeye anaamini katika kuitwa na Mungu. Lakini ukirudi kwa upande wa sheria za serikali zinamtaka mchungaji lazima asome. Hili limekaaje kwa upande wako? Nafikiri si tu hata sheria za serikali, kabla hata tujafika sheria ya serikali, sheria ya Biblia inatutaka sisi kusoma.
Ndio maana Yesu anaitwa mwalimu. Sasa hawezi kuitwa mwalimu kama hana wanafunzi. Mtu yote aliyeokoka anaitwa mwanafunzi. Na Yesu anasema endeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Maana yake kama ukiwa mwanafunzi kuna curriculum, kuna mtaala ambao unatakiwa ufundishwe. Kuna maongozi ambayo unatakiwa ufundishwe. Na hakuna mtu anaweza akafanya vizuri fani, wito, kazi pasipo kupitia mafunzo. Yaani kimwili kwenyewe tu ili uwe mwalimu. Mimi nimekuwa mwalimu kwa miaka 22. Nianza kufundisha miaka 2004. Sasa hivi nimekuwa headmaster miaka 17. Kwa hiyo huwezi kuwa mwalimu kama hujafundishwa. Huwezi kuwa bwana shamba kama hujafundishwa. Huwezi kuwa afisa kilimo kama hujafundishwa. Huwezi kuwa askari kama hujafundishwa, kwa sababu utakosa maarifa ya msingi ya kufanya huo wito au hiyo kazi au fani kwa ubora unaotakiwa. Nje na udokta na huduma hii ambayo Mungu amekuitia, ni kazi gani nyingine unafanya? Mimi nimekuwa mwalimu maisha yangu yote. Mwalimu wa shule kabisa. Wa darasani kabisa. Na nimesimamia shule karibia 4 tofauti hapa Tanzania. Nilisimamia shule 2 Kondoa, hapa Arusha nimefanya kazi shule karibia 2. Nilifanya kazi na shule ya St. Jude kama msimamizi wa taaluma kwa miaka 7 pale. Nikatoka hapo nikaenda Maji ya Chai, kuna shule inaitwa Ngolika ipo watoto. Nimekuwa headmaster pale kwa miaka 3. Kwa hiyo nimekuwa katika fani yangu ya walimu, lakini pia nikiwa katika fani ya utumishi. Kwa nini uliamua kuiacha? Nafikiri mwanzoni, kwa sababu kama nilivyoeleza, mimi nimeanza kuhubiri nikiwa bado mwanafunzi. Nilikuwa shule ya msingi, nimeenda sekondari na ubiri, nimeenda chuo na ubiri, lakini sasa nilikuwa sijaingia kwenye huduma tunaita full time ministry. Ziara zilipoanza kuwa nyingi, natafuta Brazil, natafuta Colombia, natafuta Canada, natafuta Marekani, natafuta India, natafuta Vietnam ambako nimeenda kuhubiri, Pakistan. Sasa tayari majukumu yakawa mengi yananiita ya kwenda kuhudumia nchi mbalimbali. Sasa nashindwa tena kuanza kusimamia masuala ya andalio la somo, masuala ya azimio la kazi, nikague kazi za watoto, walimu wamefundisha, halafu wakati niwaze kuhubiri kwenda kule. Kwa hiyo Mungu baadaye alifika mahali akaniambia yatosha kwa muda ambao umetumika katika fani ya walimu. Sasa nakupa ingia moja kwa moja kwenye huduma, sasa hubiri sasa moja kwa moja kama ambavyo tunafanya. Kwa ndicho nikaresign mimi mwenyewe kazi, nika submit, nilikuwa mshahara mkubwa kabisa zaidi ya milioni 1.6 wakati naacha kazi. Hata watu hawakuamini kwamba unawezaje kuacha kazi zaidi ya milioni 1.6, unawekewa gari mafuta, unapewa hela ya mawasiliano. Lakini ule wito ambao Mungu alitaka niingie kwenye full time ministry ndio ulioniita mimi kuingia kumtumikia. Sasa tuko full time. Hii huduma yako, kwa nini uliita jina hili ambalo inaitwa sasa? Nafikiri au ulikuwa na majina mengi? Kwa sababu mwingine anakuambia bwana, mimi wakati nikiwa naanza huduma yangu nitaka niite Shalom, ikawa haiingii. Nikaona niite nguvu ya imani, nikaona lakini nikaona hili jina hili linaingia. Sasa hili la kwako hili umelitoa wapi na chanzo chake ni nini hapo? Asante sana. Ni jambo zuri sana. Mimi katika ziara zangu nimekuwa mtu muombaji. Nimekuwa maombi sana, nikufunga sana toka nikiwa shule ya msingi. 3 sipo shule, niko mlimani. Katika kuomba kutafuta uso wa Mungu, kutaka kumjua yeye zaidi. Kuna wakati fulani nilifunga mwaka mzima. Na katika maombi yangu ya kufunga mwaka mzima nilikuwa nimeandika mahitaji 17. Kwamba Mungu nataka haya mahitaji 17. Nifanikishe niwe na eneo kubwa Arusha na kuweka huduma, nifanikishe niwe na fedha za huduma, niwe na magari ya huduma. Lakini katika yale mahitaji nikaweka hitaji moja, sababu anataka nikujue, nikufahamu, uwe rafiki yangu. Kabla sijaanza ule mfungo wa mwaka mzima, ndipo malaika alitokea akaniambia nimekuja kukagua mahitaji unayoenda kuomba. Nikampa account book yangu, akaangalia mahitaji yale 17, akakata yale 16 yale ya eneo, fedha, magari, utajiri, mali, akakata yote, akaacha hitaji moja. Nataka nikujue, nataka uwe rafiki yangu. Kwa hiyo muulize yule malaika, kwa nini unataka niombe mwaka mzima ili hitaji moja? Asema utakapomjua Mungu na kuwa rafiki yako na kumfahamu, then haya mengine yatakuja yenyewe. Sawa na Mathayo 6:33, sasa utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Sasa katika kumtafuta Mungu na kuamua kupata muda sasa na yeye, kutafuta kuwa na ushirika na yeye, kuna wakati fulani katika maisha yangu mimi, labda tutakuja kupata wakati mwingine, nimekutana na Bwana Yesu mara 7 uso kwa macho, uso kwa uso, kuongea naye mambo mbalimbali. Jambo mara ya kwanza nilikutana mimi, alikuwa anazungumza na mimi kwa habari ya swala ya ndoa yangu. Nilipata struggle sana kuja kupata mke, kwa hiyo ibidi aje anielekeze kwamba subiri, mimi kuna mtu nimemwandaa kwa ajili yako atakayebeba huduma na kusudi ambalo nimekupa. Hiyo ilikuwa mara ya kwanza, lakini kuna mara zingine hizi karibia nimekutana nayo. Nimekutana mara moja nikiwa Washington, Seattle, Marekani. Alikuwa ananiambia kwamba sasa nakuita kwenye huduma ya kitume, utazunguka, utaenda kufanya kazi kwenye mataifa mbalimbali.
na huo mwaka amezungumza na mimi, nilienda nchi 20 ndani ya mwaka mmoja. Nilikuwa na ziara ubize sana. Sasa miongoni mwa ziara ambazo kukutana Bwana Yesu aliniambia, nimekuita ili uliandae kanisa kabla ya unyakuo, na akasema nimekupa roho ya uamsho, na akanikumbatia kwa dakika 15. Kwa mara nyingi gari zangu nyingi ambazo nilikuwa na miliki, nishakuwa na gari karibia 10 hapo Arusha, nyingi nilikuwa nimeweka ubavuni, nimeandika Spirit of Revival, roho ya uamsho. Na kwa nini niliweka roho ya uamsho? Kwa sababu Bwana alipokutana na mimi wakati nieleza wito, kusudi, kwa nini nipo duniani, anataka nitimize nini duniani, miaka ambayo amenipa anataka nifanye nini. Mtu asipojua hilo kusudi, utaweza ukajikuta unaingia hapa unatoka hapo na hapa, lakini ukishajua nini Mungu anataka ukave kwa miaka ambayo uko duniani. Mimi naambia kwamba nataka nimhubiri, iliandae kanisa kwa hubiri injili ya kweli, isiyo na mchanganyo, isiyo na makando kando. Halafu amenipa roho ya uamsho. Sasa Spirit of Revival ndio ambayo mimi nimebeba. Hata nikienda makanisa mengi, mikutano mingi, nafanya huduma inayoonekana sana uamsho. Hata kama watu wamelala, nguvu ya uamsho itashuka pale. Sababu ndio kitu ambacho Mungu ananitumia sana. Kwa hiyo maana nikaita Revival International City. Kituo cha uamsho cha kimataifa hapa jijini Arusha. Mtu anaweza kujiuliza, hivi kukutana na Mungu ni rahisi sana, na huyu Mungu anakutana na watu wa namna gani? Okay. Biblia yetu imetupa wazi. Nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Anasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Kwa hiyo Mungu anapatikana, Mungu anaonekana. Njoni tusemezane. Mtasemezanaje na mtu ambaye humfahamu? Utaongeaje na mtu ambaye humjui? Kwa hiyo kanuni ya Mungu ni mwongeaji. Anapenda kuongea na watu wake ambao wanamwamini. Bwana alipomweka bustani ya Edeni Adamu, alikuwa anaenda kuongea naye kila siku wakati unajua kupunga. Kwa tatizo letu sisi, tumeona Mungu yuko mbali na sisi tuko mbali, lakini Mungu anaishi pamoja na sisi. Bwana tujaamua kumtafuta, na sisi tujaamua kumtafuta, lakini yupo, anapatikana. Unaweza kaongea naye, mkabadilishana mawazo, akakupa maelekezo, akakupa ushauri, akakuonya, akakukemea. Ndio kanuni ya Biblia. Maana baadhi ya wengine wakisema bwana nimekutana na Mungu, anaona kama vichekesho hivi. Hujawahi kupata hiyo? Unaonaga interview kadhaa akamwambia bwana mimi nikutana na Mungu, lakini watu wanaona kama vile, mbona kama vile anaongea mambo swala ya utani. Nafikiri sasa ni kwa sababu ya mafundisho. Watu wamepewa mafundisho ambayo hayawajengi kumfahamu Mungu. Lakini Mungu, Yesu alivyokuja alisema mimi ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Lakini Yesu akasema mtu akiniamini, mimi na Baba tutafanya makao ndani yake. Kwa hiyo Mungu yupo na sisi. Mungu anaongea. Yesu anasema kondoo wangu waisikia sauti yangu, nao waifuata. Watu akaje na Mungu ambaye haongei. Utamwaminije Mungu ambaye haongei, hasemi na wewe? Ni bubu huyo. Ni Mungu wa bahari. Lakini sisi Mungu wetu anaongea. Kama mitume, manabii waliotutangulia walikuwa wanakutana na Mungu anaongea, kina Musa, kina Elia, kina Isaya. Kwa hiyo hata sisi bado tunaweza kuongea na Mungu. Ndugu msikilizaji ambao unatufuatilia, hii ni Revival International City, ni Arusha hapa. Kanisa hili huyu ndiye mwanzilishi. Ulianzisha hii huduma sasa hivi ni muda gani, na ni kipi ambacho unajivunia? Umeokoa roho za watu na katika hii miaka mitatu ambayo huduma hii tangu imeanzishwa, ni vitu gani unaona kabisa hapa nimemfuata Mungu na haja niaibisha, nilichokitaka kutoka kwake amekifanya? Amen. Nashukuru sana. Kwanza huduma ni kazi. Wachungaji, mitume, manabii, wainjilisti wanaelewa ni kazi sana. Na hasa tena unapoanza mjini. Kwa kijijini ni rahisi kwa sababu rasilimali watu ni rahisi kupata, rasilimali vitu ni rahisi kupata kama eneo na nini. Lakini hapa ni mkono wa Mungu. Wala sio. Kwanza ni nje mji. Mtazamaji, Terrat maana yake ni kata ya mwisho kwa upande wa jiji. Ukielekea upande wa pili unaelekea wilaya Simanjiro pamoja na Arumeru. Kwa sisi tuko ndani ya jiji la Arusha. Lakini jambo la kwanza, sisi tulianza huduma hii mwezi wa 3 mwaka 2023 tarehe 12. Kwa hiyo wiki ijayo tarehe 12 tutakuwa tunatimiza miaka mitatu. Vitu ambavyo kwa haraka naweza kusema vya kujivunia, kwanza Mungu ametupa eneo. Hapa mimi namiliki eneo karibia eka 2, eka 1.5 mpaka eka 2. Ni eneo la kwetu, hatudaiwi, hatuna shida yoyote. Lakini jambo hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, tulipoanza tulikuwa hatuna jengo. Tulikuwa tuna maturubai. Watu wanaita kanisa la maturubai ya maturubai. Na tukasema Bwana atawabadilishia usemi.
Sasa mpaka hapa hamna mtu anaita kanisa la Tubai, kwa sababu ni kanisa kubwa hili, tuna mita 40 urefu, tuna mita 21 upana. Ni miongoni mwa mafanikio ambayo tutajivunia. Sasa hivi inaitwa kanisa la bendera mengi. Kanisa la bendera mengi. Kwa hiyo hicho miongoni mwa kitu tutajivunia. Lakini jambo lingine ambalo tutajivunia ni huduma ambayo tutatoa kwa watu. Tumepata kibali hapa Irangau, tupata kibali Njiro, tupata kibali Interiterati, watu wanakuja kutoka Ngaramtoni, kutoka maeneo mbalimbali. Watu wamekuja hapa wameponywa. Wenye kansa wamekuja hapa wameponywa. Watu waliopooza wamekuja hapa wameponywa. Watu wenye wasiozaa wamekuja hapa wameombewa wamezaa. Watu wenye mahitaji mbalimbali wamekuja hapa, Mungu amewafungua. Lakini kubwa zaidi, watu wengi wameokolewa kupitia huduma hii. Tulianza kwa nguvu, tulifanya mikutano 37 ndani ya mwaka ya kuhubiri. Kwa hiyo tulikuwa tunazunguka na gari kila mtaa, tunaenda kufanya mikutano 37. Sasa Mungu amelikuza kanisa. Jambo lingine la kujivunia, sasa hivi tunakaribia tuko zaidi ya 300. Kama watu wote wakija pamoja na watoto tunazidi 300 ndani ya hii miaka mitatu. Ni miongoni mwa jambo la kujivunia. Lakini jambo lingine ambalo tunaweza kujivunia ni kwamba hatukuacha utume wa kwenda nje. Ndani ya hii miaka mitatu tumezunguka karibia nchi 30 ambazo mimi nimekwenda kwa Malawi, nimekwenda Ghana, nimekwenda Liberia, nimekwenda Pakistan, nimekwenda Ethiopia, nimekwenda Uganda, nimekwenda Kongo, nimekwenda Uganda, nimekwenda Kenya, nimekwenda Zambia. Nimezunguka nchi nyingi ndani ya hii miaka mitatu. Lakini ndani ya miaka mitatu nilikuwepo pia Marekani, tumezunguka majimbo mengi. Lakini ndani ya miaka mitatu sisi wito wetu mkubwa ni kuandaa wanafunzi, si washiriki. Mungu anatafuta wanafunzi. Yesu anasema mkawafanye watu kuwa wanafunzi, msiwafanye watu kuwa washirika. Jaribu kubwa la wachungaji, wanatafuta washirika ambao wao ni kwenda Jumapili na kuondoka. Hawataki kuwafundisha kujitambua, waelewe vitu walivyonavyo, potential walizonazo, vipawa walivyonavyo. Kama kuna washirika hapo Mungu anataka kuwatumia kuliko mimi. Sasa nisipowafanya kujitambua na kugundua hazina walizonazo, hawatazitumia na mwisho wa siku watakuwa wapo tu, hawaelewi mwelekeo wanakoenda. Kwa sisi kazi yetu ni kuandaa wanafunzi, kuandaa watumishi. Kwa hiyo mapema kabisa tulipoanza hapa kanisa mwaka 2003 tulianzisha chuo cha Biblia. Ni miongoni mwa kitu tunajivunia. Kwa tulianzisha chuo na tunatoa diploma ya theolojia, diploma in biblical studies and theology, na ambayo mpaka sasa tumefanya graduation 2. Wamesha graduate wachungaji karibia 50 ambao wamegraduate na tumewapa vyeti, na wengine wameenda kufungua makanisa. Na sasa chuo kinaendelea, tuna wanafunzi 62 ambao wako kwenye session wanaendelea, wengine watafanya graduation mwezi wa 9. Hayo ni ndani ya miaka. Ni chuo ambacho kimesajiliwa, kinatambulika kimataifa kwa kupata affiliated na vyuo ambavyo viko nje ya nchi. Kwa hiyo kozi hizi tunazozitoa ni kozi ambazo ukienda chuo chochote kile hasa vya Kipentekoste, ni kozi ambazo zinakubalika na vyuo vingi. Mimi nimesoma vyuo vingi vya Kipentekoste, nimesoma vyuo vya Assemblies of God. Kwa hiyo kozi tunazotoa sisi sio za kudanganya, ni kozi ambazo ni halisia za kumwandaa mwanafunzi au mtumishi kujitambua na kuelewa nini anachokifanya. Hawezi kuingiza vitu ambavyo sio vya uongo. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho pia tunajivunia. Lakini pia tumeanzisha nasari, tulikuwa na nasari toka mwaka 2024 tulianza nasari ambayo sasa nayo pia ilikuwa inaendelea na wanafunzi karibia 10. Lakini pia tumefanikiwa kufungua makanisa karibia 15 sasa matawi ambayo tayari tunayasimamia na yako na wachungaji wanaendelea. Kwa hiyo kumekuwa na mafanikio mengi sana ambayo tunaona ni mkono wa Mungu umetuwezesha ndani ya hii miaka mitatu. Mungu ametuwezesha. Watumishi wengi wanakwama wapi huduma zao kuendelea? Kwa sababu nikamkuta mtumishi mmoja akawa anasema watumishi wakiacha tabia ya unzinzi na uasherati watakuwa huduma zao zitaenda mbali zaidi. Ni kweli watumishi wengi wanasumbuliwa na unzinzi pamoja na uasherati katika huduma zao, ndio maana hazisongi mbele? Nafikiri swali zuri, lakini mimi niseme uzinzi na uasherati ni character, ni tabia ambayo mtu anakuwa nayo, na wako watu huduma zao zimefanikiwa sana lakini bado ni wazinzi. Na kuna watu ambao wana makanisa makubwa, maana wengi wanasema kanisa likiwa kubwa na watu wengi wanajua kwamba huyu sasa amefanikiwa kihuduma, lakini ni miongoni mwa tabia ambayo inaweza ikazuia ukuaji wa kanisa. Kwa sababu hata kama una vipawa, una karama, zile karama na uwezo utakusaidia sana kupaa, utaenda juu sana, lakini kitakachokusaidia kubakia kule juu ni tabia. Kwa hiyo tabia zako zinapokuwa haziendani na unachokihubiri, zinawafanya watu kukosa trust kwako, zinawafanya watu kukukimbia, zinawafanya watu kuona kwamba wewe ni hatari kwao,
hatari wa maisha yao. Kwa hiyo kama tabia ni kipengele mojawapo, uzinzi ni kipengele mojawapo ambacho kinaweza kikasababisha huduma nyingi zisikue au zisifike mbali. Lakini kuna na tabia zingine, kuna kiburi, kuna matumizi ya fedha, unatumiaje fedha za sadaka za watu unazozitoa, ni mwaminifu kiasi gani? Unaweza ukawa una uzinzi lakini fedha za watu uzitumii vizuri. Lakini unaweza ukawa unatumia fedha vizuri lakini una kiburi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikazuia mtu asiweze kufanikiwa au kanisa lake lisikue. Nilikuwa nimealikwa juzi semina moja ya kanisa moja hapa mjini, kwa na wachungaji kama 100 wamekutana. Swali walioniuliza ni hilo na kozi walionipa nifundishe ni hiyo. Namna gani vitu vinazuia makanisa yasifike kuwa mega church. Mimi nimefanikiwa kuwa Korea ya Kusini. Na Korea ya Kusini nilipoenda nilitembelea kanisa la Dr. David Yong Cho, miongoni mwa makanisa makubwa duniani. Linashirika karibia 2 milioni pale. Lakini nilienda kanisa lingine la mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa Dr. Yuni ambaye alinialika, yeye pale ana washirika 60,000. Miongoni mwa vitu ambavyo anaeleza kwamba ni nguzo au funguo kuwasaidia makanisa kukua, kwanza alieleza habari ya character. Tuhubiri injili inayoendana na kweli. Tuhubiri injili ya kweli. Ukishaanza kuingiza vitu vya kuchanganya, ukaanza kuingiza mafunuo yako, ukaanza kuingiza uzoefu wako binafsi, ukaacha kulihubiri neno, lazima patatokea tu tatizo. Hata kama sasa hivi unaona unaendelea, lakini mwisho wa siku utapiga hatua. Lakini jambo lingine ni kuhusiana na maombi. Kanisa kule Korea Kusini yameendelea kwa sababu watu wamefundishwa kuomba. Kwa hiyo maombi ambayo tunaomba huku nafikia tuweze kuwafikia Korea. Wakorea wanaenda kwanza kanisani kuomba asubuhi kabla wajaenda kazini, wakirudi wanaingia kanisani kuomba kabla wajaenda nyumbani. Nimekaa wiki karibia siku 10 nikifanya ziara kule. Wamefanikiwa kwa sababu wamemtanguliza Mungu kwanza. Kuomba, katika kuomba. Lakini jambo lingine ni matumizi ya fedha. Mafedha za kanisa. Wachungaji wengi wanakula. Wanakula. Hiyo mnakiri kwamba kuna watu wana tamaa hiyo? Kwa sababu sasa wewe unamkuta mchungaji kanisa lina maturubai halafu ana range. Kanisa la maturubai mchungaji ana simu 2 za iPhone. Kanisa la maturubai mchungaji anavaa nguo za kifahari. Kanisa lina maturubai unaona mchungaji anaenda mjini anapata wapi raha hiyo? Kwa sababu utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, mengine tutazilishiwa. Sisi tunapoitwa kwenye utumishi ndio unakuwa kipaumbele chetu cha kwanza. Tufanye ya Mungu, na kwetu Mungu atafanya. Mimi niliuza gari 7. Kwanza hii kazi niliuza gari 7 za kwangu. Kwanza niliuza Prado 2, kwanza hii kazi niliuza Nissan Patrol, kwanza hii kazi niliuza Benz, kwanza hii kazi niliuza gari yangu nyingine Noah Vox, kwanza hii kazi niliuza Hiace 2, nilikuwa na Supercaster Hiace mini Supercaster nimeuza, kwanza hii kazi kuwekeza. Kwa hiyo hata hela za washirika zikija tunazitumia kwenye kuwekeza kazi yangu. Yaani mimi nawekeza za kwangu na za washirika wekeza. Mafanikio yatakuja baadaye. Na ndio matokeo haya tunayoyaona. Matokeo haya ambayo tunayaona. Watumishi wengi mmekuwa na uoga wa kuzungumza ukweli. Sasa hilo tatizo limeanzia kwenye misikiti na makanisani. Kwa sababu wanasiasa kabla ya kuwataki, tujitakiwa sisi wachungaji tujichunguze, maaskofu, mashehe tujichunguze, kwa sababu wale ni watu wetu. Maana yake tunachowafundisha watu wetu hatuwafundishi ukweli, tunawafundisha nusu ukweli. Lakini kama ni haki, lazima tuanze kuwafundisha watu kwa waaminifu ndani ya makanisa. Tuanze kuandaa viongozi ambao ni waaminifu ndani ya makanisa. Lakini pasta mwenyewe sio mwaminifu, atazalishaje watu ambao ni waaminifu? Kama pasta mwenyewe ana makando kando, atazalishaje viongozi ambao na makando kando? Kwa unafika mahali unakuta watu wanafanya dhambi kanisani na pasta hasemi, kwa sababu wanatoa pesa. Kwa hiyo tayari kuna hongo inayoendelea pale. Kwa hiyo inahamia sasa kwenye siasa. Kwa hiyo kabla tujawalaumu wanasiasa, kwanza tujichunguze sisi viongozi wa dini, kwa sababu sisi ndio tumekabidhiwa hawa watu. Tuwalee kwenye maadili, tuwafundishe maadili mema, maadili yaliyo safi. Wakitoka hapa wamekaa vizuri, watahubiri siasa iliyo safi. Watafanya kule mambo ambayo ni haki na amani. Lakini tatizo liko ndani ya kanisa. Kwa hiyo badala ya maaskofu kuwataki kwanza serikali, kwanza tushughulike sisi ndani tunafanya nini. Nafikiri sisi ndizo tunazalisha. Yaani hao ni wazee wetu wa kanisa, hao ni mashemasi wetu, hao ni washirika wetu, ndio tumewazalisha namna hiyo. Wanaenda kuiba hela kule za serikali, wanaenda kuiba hela kwenye mashirika, wanakuwa sio waaminifu kwenye makampuni. Lakini watu ambao wanakuja makanisani kwetu na tuna nafasi ya kuhubiri, kuwasaidia, kuwaelekeza. Kwa mimi nafikiri tathmini ya kwanza ni sisi viongozi wa dini. Sasa kanisa linapatikana wapi hili? Kanisa letu linapatikana mtaa wa Irangau karibu na Njiro kwa Msola, lakini njia ya East Africa kuelekea Intel. Tuko hapa karibu na barabara ya lami.
ukitaka kufika huku unafika tu stendi yoyote hapo mjini, uliza gari zinazokwenda Njiro kwa Msola, na ukipata hizo gari ukifika hapo roundabout ya Njiro kwa Msola, waulizie naenda kanisa lenye bendera nyingi. Wengi wanalifahamu sana huku kwa sababu ni kanisa ambalo limekuwa faida kwa watu wengi, limeleta matokeo kwa watu wengi, wanalifahamu. Na ndio kanisa la bendera mengi, wengi wanafahamu, watakuleta hapa. Na mawasiliano yoyote labda? Ya, namba yangu ya simu ni 0755 931662, 0755 Mimi niko na namba moja, hiyo inapatikana kwa simu ya kawaida na pia inapatikana kwa WhatsApp. Katika hii miaka mitatu sasa ambayo mnaadhimisha, kuna kitu chochote ambacho mnakifanya kuonyesha kwamba miaka mitatu hii imekuwa ni miaka ambayo imekuwa ya kufunguliwa kwa watu? Ya, ni sahihi kabisa, kwa sababu sisi ni wasemaji wa Kristo. Kwa hiyo lazima tuonyeshe Mungu wetu anafanya, lakini pia tuwatangazie watu habari za Mungu wetu anafanya, ndio ushuhuda wetu. Kwa hiyo wiki ijayo ni wiki yetu ya ushuhuda, na miongoni mwa mambo tutafanya, kwanza tuna kongamano kubwa, tuna wageni wengi kutoka nchi mbalimbali wanaingia, na wengine wameshaingia, kama kutoka Uganda wameshaingia toka juzi, na pia tutakuwa na kongamano la kuhubiri, kufundisha, watu kufunguliwa, watu kuponywa, watu kumjua Kristo, watu kuokolewa. Lakini wale ambao hawajabatizwa tutaendelea na ubatizo. Tuko na kisima hapa tumechimba kabisa, tutajaza maji. Kwa hiyo ndani ya hii wiki watu wote wanakuja wanaokolewa, tunawabatiza, kwa sababu ndio wasema mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini miongoni mwa mambo mengine, tunawaalika wakazi wa Arusha waje kushiriki pamoja na sisi katika furaha yetu tulionayo ya kumshukuru Mungu. Tunaita ni Ebeneza wiki inayosema hata sasa Bwana ametusaidia. Tunaalika kwaya mbalimbali, tuna kwaya kutoka St James watakuwepo hapa watu zaidi ya 50, tuna kwaya kutoka Christ Church pia watakuwepo hapa karibia watu 50, lakini pia tutakuwa na kundi la yatima. Sisi kama kanisa tutatoa zawadi kwa yatima karibia zaidi ya milioni 2 ambayo tumedhamiria kutoa. Tutanunua vitu mbalimbali tutoa kabidhi siku ya Jumapili. Kwa tumewalika watu mbalimbali, lakini pia tumewalika wachungaji wenyeji wengine majirani waweze kufika. Tumealika viongozi wa serikali kama mabalozi, wenyeviti wa mtaa, watendaji wa kata tumewalika, lakini pia tumealika ofisi za diwani, za mbunge, na pia tunawakaribisha pia baadhi ya viongozi mbalimbali. Kwa mfano tutaenda kuongea na mkuu wa polisi kama tutaweza tukapata wawakilishi kwenye ile tukio, kwa sababu tunatamani pia tufanye maandamano kidogo kutoka roundabout kuja hapa mjini. Kwa hiyo tumealika viongozi wa siasa, viongozi wa serikali, wanaweza wakaja wakaungana sisi katika shamla za kumshukuru Mungu kwa matendo makubwa aliyofanya ndani ya hii miaka mitatu. Kama hatakuwa na kitu cha kujifunza kwetu, aje atuombee tu. Yani akija kutuombea miaka mingine ijayo Mungu atusaidie. Lakini kama kuna vya kujifunza pia tutakaa pamoja, tutajadiliana, tutaweza kushirikishana. Asante sana. Kwa hiyo karibuni sana. Siku ya Ijumaa tutakuwa na mtumishi wa Mungu kutoka Dar es Salaam, anaitwa Prophet Geoffrey, ambaye tutakuwa naye hapa Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Ni mtumishi wa Mungu ambaye Bwana amemtumia kwa viwango vikubwa sana katika jiji la Dar es Salaam na miji mingine. Bwana ametupa neema, pia tutakuwa naye hapa siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Na siku ya Ijumaa pia tutakuwa na mkesha mkubwa ambao tutaalika watu mbalimbali, na pia mtumishi wa Mungu Prophet Geoffrey atatoa huduma na kueleza kile Mungu atamtumia kwa ajili ya kazi ya Mungu. Lakini tuko na watumishi wengine pia kutoka maeneo mbalimbali. Lengo kuadhimisha miaka mitatu. Kuadhimisha miaka mitatu. Hilo ndio lengo kubwa ambalo tunalo. Shamla za miaka mitatu Mungu ametutendea, yeye ni Ebeneza. Asante sana.